mwanachama wa Yanga, ni Yanga African na ni mzee wa Yanga. Labda nikiliangalia hili sakata jinsi linavyokwenda, haswa binafsi pamoja na wana Yanga wenzangu, lakini haswa nakuja kwenye ubinafsi wa mimi kwa upande wangu. Hii mechi ilivyoahirishwa, kwa kweli hata mimi iliniathiri kwa njia moja au nyingine, kwa sababu ni pambano ambalo nilisubiria kwa hamu. Na Karia ni mwana sports, ni mtu wa mpira, kwa sababu nakumbuka kipindi cha nyuma tunacheza Yanga na CDA, alikuja akiwakilisha BMT kama mchukuaji wa percent za BMT, na maana alikuwa ndani katika eneo la soka. Kwa hiyo ni mtu ambaye ana wa muda mrefu kwenye soka. Sasa kitendo kile kilichotokea cha kuahirisha ile mechi, kwa sisi wazee wa Dodoma wa Yanga, sawa, mechi imeahirishwa, lakini sintofahamu inayotokea kwamba kila siku hatua za barua zinavyokwenda na mambo jinsi yanavyokwenda, inaonekana kunatokea na mkanganyiko, kiasi kwamba kama kunataka kutengenezwa mlipuko wa kusababisha kuifanyia Yanga kama na yenyewe sasa inahusika na kitu katika makosa haya ambayo yametokea. Kumbe Yanga haihusiki. Yenyewe Yanga iko inasubiri game ya tarehe 8 ambayo ipangwa na TFF. Umeona bwana? Sasa hii hali ambayo inaendelea kwa sisi wazee haijatupendezesha kabisa. Na kwa njia moja au nyingine tunamuona kama Karia kaelekea sana kwenye ushabiki. Kwanza alikuwa hayupo, ingawa kikazi anaweza akatoa huda hata kule alipo. Lakini inaonekana kabisa kwanza waliosababisha pambano hili kairishwa ni hawa walioko Tanzania. Yeye alikuwa hayupo. Lakini cha ajabu yeye anakuja. Ndio hivyo, sijui kwa sababu ndio kundi lao moja, basi wanaungana, lakini yeye atakiwa angalie zile hali inavyokwenda, afikie maamuzi kama walivyofikia Misri. Hamna timu kubwa kwenye mpira. National kanyang'anywa point 3 na goal 3. Na kapigwa fine. Kwa hiyo kwa masuala ya mpira wakirudi kwenye sheria ili itakuwa halina mlipuko. Lakini kwa hili hali ya jinsi inavyoendelea linazidi kutupa tafaruku, kwa sababu inaonekana kuna mtu mmoja analazimishwa kubebwa naye uwezo wake mdogo. Sasa hili swala sisi alituhusu sana upande wao, lakini sisi tunaangalia zaidi haki yetu sisi katika hiyo tarehe 8 iliyokuwa imepangwa. Sasa kama mimi nadhani nisiendelee sana, kwa sababu naweza kuongelea kwa upana sana. Lakini hii mpaka sasa hivi hali jinsi inavyoendelea, kunakuwa na sintofahamu kwamba hii game itakuepo au haita kuepo. Sababu mpaka sasa hivi wao kama TFF hawajaweka wazi. Unaona bwana? Na sisi viongozi wetu bahati nzuri sasa hivi ni viongozi makini. Unaona utulivu wao walionao. Wametulia tu, wanaangalia nini kinachoendelea, kama ni barua nini zinakwenda, wako vizuri. Lakini taharuki inakuwa kubwa sana kwa sisi wazee na baadhi ya wanachama na washabiki na mfungo huu wa Ramadhani. Mimi nadhani niishi hapo. Labda kuhusu kauli, kwa kweli kwa sisi wazee wa Dodoma, na wasemea pamoja na wenzangu, ingawa hatujaulizana hivi wala vile, lakini unakuta kundi kubwa kabisa halitaki kabisa Yanga icheze hii game tena, kwa sababu hiyo tarehe 8 ilishatosha. Lakini mambo mengine kwa sisi wazee, kwa sababu kwa tarehe 8 ndio ilikuwa sehemu ya haki yetu sisi ya kupata matokeo, either tufunge au tumfunge. Lakini vinginevyo sasa, kwa hiyo kauli ya pamoja ya wazee wangu, tunaungana pamoja kwa hii mechi. Sijui viongozi wa juu tunawaachia wenyewe, kwa sababu wenyewe wana maamuzi yao, lakini kama ingekuwa ndio wazee wanaamua, sisi tusingeenda uwanjani. Lakini sasa kuna idara, kuna na wenyewe wako wenye mamlaka yao ambao kina Hersi, Mheshimiwa Rais wetu. Labda mzee mwenzangu unalo kidogo na wewe la kutupia.
Wote wanene. Hapana. Mimi kwanza. Habarini za mchana. Ya, mimi ninaitwa Abdalla Mtosa Ali Suleiman. Mimi ni mwanachama wa Yanga tawi la wakali wa Chang'ombe. Naanza moja kwa moja. Kwanza ninalaani kauli ya rais wa TFF kwa Yanga aliyoitoa. Si kauli ya kiwana mchezo ama ya kibinadamu. Tukija kwenye hali halisi ya mchezo wa tarehe 8, tamko langu ama tamko la wazee wa Dodoma, mechi Yanga hatutarudia kwani tumeshamaliza tarehe 8. Kwani hizi taratibu zimefanyika nje ya kufuata kanuni na sheria za mchezo. Kama alivyosema mtangulizi, Karia hakuwepo nchini, alikuwa kwenye majukumu mengine. Amerudi, amepokea vitu bila yeye kuvifanyia tafiti. Anaingia, anazungumza vitu nje ya uelewa. Analeta tafurani kwa jamii, hususan jamii ya wanayanga. Kwa hiyo hatuko tayari kurejea tena kwenye mchezo, ima tutaendelea na michezo ya ratiba nyingine, si Simba. Yeah. Asante, nimaliza. Mkaribisha mzee. Hapo sinaonekana. Kaa bwana, naomba nini? Wasalamu alaykum. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina mimi naitwa Bernard Mjengwa, mwanachama wa Yanga tawi la wakali wa Chang'ombe. Moja, mimi kama mwanachama wa Yanga na mzee wa Yanga Dodoma nimepata masikitiko makubwa pale nilipoona baba yetu mzazi kwenye mpira anaamua kumfokea mtoto ambaye hakumzaa mbele ya jamii. Natumia lugha ya mtoto ambaye hakumzaa kwa sababu gani? Yeye si mwanachama wa Yanga. Uthibitisho wa kwamba yeye sio mwanachama wa Yanga, tukirejea kipindi cha nyuma wakati Yanga na Simba wanajiandaa kucheza mechi za kimataifa, alituchafulia hali ya hewa kwa matamshi yake, kwa kusema kwamba mimi na waziri tukienda kwenye mechi tutavaa jezi ya Simba, akicheza Yanga tutavaa jezi ya Simba. Kwa hiyo kuanzia hapo sisi hatuna imani naye. Ingawa yeye anajificha kwenye kivuli cha kusema yeye ni Coast Union, hiyo ni cover tu. Siku zote adui akitaka kukushambulia hawezi kukuonyesha mbinu wala silaha anayoitumia kukushambulia. Lazima afiche silaha. Mashambulizi yanatoka pembeni, wewe unapata athari. Ndo kama hivi. Niwaombe viongozi wangu wa Yanga wa ngazi za juu waendelee na msimamo wa kusema mechi haitarudiwa. Hata kama tutapokwa point na kupigwa fine, tuko tayari wazee wa Dodoma na Watanzania wengine wote wapenda Yanga kuchangia hiyo fine itakayotoka. Na mimi nikiwa naongoza hata kwa kuuza seti zangu. Kwa sababu haiwezekani watoto mmezaliwa baba mmoja na mama mmoja, lakini mwingine anatengenezewa favor ya kupewa ukaribu, nenda kasome international, mimi napelekwa Kayumba. Ninapokwenda kusoma Kayumba bado nafanya vizuri kuliko hilo aliyempeleka international. Wewe unaamua kutumia nguvu na mamlaka ulionayo kusema kwamba wewe unayesoma Kayumba umeferi. Mimi sijaferi, naferishwa. Naferishwa kwa sababu gani? Kila mtu anaona.
Tukirudi sasa hivi kwa mpira wa Tanzania, tukachukua mtu kutoka nje, aidha Urusi, India, China, Japani, kwa watu wa mpira, tukawaleta hapa. Tusiwaambie hii ndo Simba, hii ndo Yanga, hii ndo Mtibwa, hii ndo Azam. Wafike tu waangalie. Naambia kwa sifa ambazo mnasikia Yanga kwamba anacheza vizuri, nyinyi mmeangalia kwenye mechi zile, Yanga ni timu ipi? Yaani yule mgeni atakwambia Yanga ni hawa wanaocheza vizuri, kwa sababu atajionea mwenyewe, kwa sababu ni mtu wa mpira. Sasa masikitiko yangu ni pale walipozungumzia wenzangu. Juzi rais wetu wa chama cha mpira alipofika, lugha aliyoitumia kwanza sio lugha ya kimpira. Ile ni lugha mimi nimekosana na mke wangu nyumbani, naenda kumtamkia kwa sababu na mmiliki nimemlipia mahari. Kalia hajailipia mahari Yanga, ila yeye amepewa dhamana tu ya kuiongoza. Kwamba mimi nitakuwa kiongozi wa mpira, watu wote wafate sheria ya kulia na kushoto. Lakini anachokionyesha kwa Watanzania, yeye anafuata sheria ya kushoto ambako yeye ana itikadi nako, lakini huku kulia anaendelea kukugandamiza. Mimi napata wasiwasi hata ile nia aliyoweka kwamba anataka kugombea tena. Ningekuwa na uwezo mimi wa kimungu, ningewageuza wapiga kura wote wampe 0. Kwa sababu sisi tunahitaji kusonga mbele kimaendeleo ya mpira, tuwafikie Uingereza, Spain, Ufaransa na mataifa mengine, Argentina na wengine wanaofuata. Lakini kwa mtindo huu tunaokwenda nao, timu yetu ya taifa itaendelea kuwa sikio la kufa ambalo alisikii dawa. Hata ukimleta nani, tuna wachezaji wengi. Tukichukua orodha sasa hivi kuchukua wachezaji wa Tanzania waloko Sweden ambao hawajacheza timu ya taifa yoyote, wako zaidi ya 14. Lakini leo hii ukiwaambia njoo cheza timu ya taifa ya Tanzania, wanarudi nyuma. Wanarudi nyuma kwa sababu ya misingi. Misingi tuliyoitengeneza juu kwenye chama chetu cha mpira ni misingi ambayo haina faida. Tutengeneze vile vitu ambavyo vina faida ya kusaidia jamii, sio kumfeva mtu, kusaidia jamii. Una timu 16 kwenye ligi au timu 18. Anzia namba 1 mpaka timu ya mwisho, wote ni watoto wako. Akionewa mmoja, simama kwenye mstari. Mimi ningefurahi sana kama ningesikia rais wetu Karia alipofika akakaa kimya na kusubiri mamlaka za kisheria ambazo yeye anazisimamia tayari zilishapelekewa lile jukumu. Kwa sababu sisi Yanga kama Yanga kupitia kamati ya Yanga, baada ya mchezo ule kuahirishwa, kesho yake tulipeleka malalamiko yetu ya maandishi TFF, ambayo kwa kuchafua hali ya hewa amesema viongozi wetu ni wachafu. Sasa labda sisi kama wazee wa Dodoma tumuombe akawasafisha ili wang'ae, wakitembea waonekane ni wasafi. Lakini sisi tunajua kwamba viongozi wetu ni wasafi, mpaka kuna timu zimetoka nje ya nchi kuja kujifunza kwetu sisi vizuri vile tulivyo navyo. Na sisi tumetoka hapa kwenda South Africa kujifunza wenzetu wanapataje maendeleo ya ushindi mpaka wanasonga mbele. Mtu mchafu angefanya hivyo tulivyovifanya. Inasikitisha. Tunapata wasiwasi. Yaani masikitiko haya kama yeye atasikia, aendelee kuyafanyia kazi kwa kujirudi, na tunamuomba aombe msamaha mbele ya hadhara kwamba niliteleza, kwa sababu sijawahi kuona kwenye utaratibu wa sheria, wanasheria wenzetu humu watatusaidia. Kesi imepelekwa mahakama ya mwanzo. Jaji anasimama kama mimi, anasema kesi namba 184 huyo mtu anyongwe. Si tayari umeshampa ile hakimu hukumu ya kwenda kufanya. Na yeye Karia alivyotamka juzi, ile kamati ameielekeza kwamba Yanga wana makosa, mechi irudiwe. Ni maelekezo ameyatoa. Na kama si maelekezo, basi aombe samahani kama mwenzake alivyoomba samahani kusema uongo kwamba Yanga ilifanya mazoezi kwenye mechi ya kwanza uwanja wa Taifa wakati wamekutana na Simba, wakati si kweli. Lakini kwa ubinadamu na uoga wa Mwenyezi Mungu alirudi akasema jamani mnisamee, Yanga wakufanya mazoezi. Kwa hiyo tunategemea kumuona na yeye anaomba ili sisi tuendelee kumuunga mkono. Tofauti na hapo itakuwa ni chui na mbuzi.
Mimi niwaombe wana Yanga wenzangu mliopo hapa, msimamo wetu kama wana Yanga Dodoma ni wa kutokurudia mechi. Ana kauli ya rais wa mpira Wallace Karia kwamba hii kauli sio ya kiwana michezo, hii kauli ni ya udhalilishaji, na sisi kama wanachama na mashabiki wa klabu ya Young Africans hatutakaa kimya katika hili swala. Tutakemea kadri tuwezavyo. Yeye kama Wallace Karia, kama rais wa mpira wa miguu hapa nchini, tulitegemea tutapata haki kutoka kwake, lakini paka sasa hivi kwa kauli aliyoitoa juzi imedhihirisha dhahiri kwamba Young Africans haiwezi kupata haki kupitia rais na kamati zake. Hili sisi kama matawi ya Yanga Dodoma kupitia hili alilolisema hatuna imani na Rais Karia na hatuna imani na bodi na taasisi zote anazosimamia chini yake, kwa sababu kama yeye kiongozi mkubwa wa taasisi katoka na kutoa kauli ya namna ile, kwanza kushtumu Young Africans, kushtumu viongozi wetu tuliowaweka kwa mujibu wa katiba, hili swala hatutakaa tukalichekea hata siku moja. Na hili ajue kabisa wana Yanga Dodoma, matawi yote zaidi ya matawi 50, hatujakubaliana na kauli yake, na atuombe radhi kwa kutukosea wana Yanga, atuombe radhi kwa kukosea mpira wa nchi hii. Sahihi kabisa. Kwa sababu tukisema kwamba ametukosea sisi tu, huu mpira unaharibiwa wa nchi hii. Kanuni, sheria na taratibu zilizowekwa kuongoza huu mpira ndio zinazotakiwa kusimamiwa. Zimekanyagwa. Yeye kama baba au msimamizi wa hizi sheria na kanuni zilizowekwa, alitakiwa atoke na akemee viongozi wake waliozikanyaga hizi taratibu. Yeye anatoka na kuwakingia kifua. Kuna nini nyuma ya hili jambo? Hilo ni moja. Swala la kuahirishwa hii mechi lilianza kuzungumzwa kabla ya Machi 8. Yaani kabla hii mechi haijachezwa tarehe 8. Tetesi zilishaanza kwamba hii mechi itaahirishwa. Je, anahusika katika hili? Kwa sababu kwa kauli yake ya juzi inaonekana anatetea kitu ambacho kilishaanza kutengenezwa kabla ya tarehe 8. Hili jambo wana Yanga wa Dodoma hatulikubali. Tunamuomba Wallace Karia aombe radhi mashabiki wa Yanga, aombe radhi wana michezo wa nchi hii, kama anataka huu mpira uendelee kuwa na heshima katika nchi hii. Tunamheshimu sana, tunaheshimu mambo mengi aliyoyafanya mazuri, sio kwamba hamna mazuri aliyoyafanya, yapo. Lakini swala hili alipolifanya hatukubaliani nalo hata kidogo. Tunamuomba na tunahitaji atoke hadharani aombe radhi. Aombe radhi kwa alichokifanya na kwa kauli aliyoitoa. Kwa sababu hiyo ndio iliyopelekea kutokuwa na imani na vyombo vyake vyote vinavyosimamia mpira wa nchi hii. Niuombe uongozi wangu chini ya rais wetu mpendwa Engineer Hersi Said kupitia barua na andiko walilolitoa, msimamo wa klabu na msimamo wa kamati tendaji. Kamati tendaji tuliichagua sisi pale. Huu ndio msimamo wetu sisi wana Yanga Dodoma na wanachama wa Dodoma, kuwa hii mechi sisi hatutaicheza tena. Na tunamuomba Engineer Hersi Said kwa heshima kubwa pamoja na kamati ya utendaji waitishe mkutano mkuu ili kulijadili ajenda hii moja. Kwa sababu gani nasema hivyo?
Mpira wa Tanzania umekuwa na mambo mengi sana. Nadhani kutoka sakata hili limeibuka, kumekuwa kuna sema mambo mengi kwamba itaingia siasa, itawabembeleza. Kuepusha haya yote, siasa, sijui hekima, tuliweka taratibu za nini kama tunatumia busara? Kweli, taratibu za nini? Basi mpira uongozwe na busara tu, haina haja ya kuweka kanuni na taratibu. Kama tuliweka kanuni na taratibu na zikapitishwa, wote tuzifate. Nchi zinazoendelea, tunataka kufikia level ya timu kama Al Ahly, mashirikisho makubwa kama yale. Tendeni haki bila kuangalia huyu ni Yanga, huyu ni Simba, huyu ni Mtibwa, huyu ni Ken Gold. Mnataka kusema ndugu zangu, je, Yanga angekuwa anacheza na Ken Gold alafu ikatokea situation, leo Yanga asingepewa pointi 3? Kwa nini inashindikana kwenye hili? Kwa sababu ni Simba? Au kwa sababu viongozi wetu wakuu wenye maamuzi ya mpira hapa nchini wana vinasaba na hizi timu? Tunapowapa dhamana, tunapowepo heshima ya kuongoza huu mpira wetu Tanzania, tunajua hatuwezi kupata mtu ambaye hana ushabiki na timu hizi mbili. Lakini naamini tukisimama kwenye weledi, viongozi wetu wakisimama kwenye weledi na kusimamia sheria ambazo zimewekwa, ili swala ni jepesi sana. Lakini kiongozi mkubwa anatoka alikotoka, cha kwanza tu anashuka airport, anaanza kuonyesha yuko upande gani. Asiongelea viingilio. Watu wametumia gharama kubwa. Wadhamini wa mpira wameingiza pesa nyingi za maandalizi ya timu hizi. Mechi ile ni kubwa sana Afrika Mashariki na Kati. Watu wamelipia matangazo kwa ajili ya mechi ile. Lakini leo kiongozi mkubwa anayesimamia mpira nchini anatoka na kusema majibu mepesi tu kwamba kama nyewe Wasafi wachafu. Kama ni wachafu, kwa nini wewe unaruhusu uchafu? Kwa sababu kama ni wachafu na wanaendelea kuwepo na wewe unawakubali, ni kwamba na wewe ni mchafu. Na tuambie uchafu wa viongozi wetu ni upi? Asituongelee mafumbo. Sisi tuliona udhuri na usafi wa viongozi wetu tukawachagua. Yeye ameona uchafu. Atuambie Wanayanga, viongozi wenu wana uchafu 1, 2, 3. Asitake kuahirisha na kutupangia tarehe ya mechi nyingine kwa sababu ya kusema tu ni wachafu. Hilo jambo hatukubaliani nalo. Kama ni wachafu, labda ni uchafu yeye na taasisi yake. Mimi kwangu nadhani kwa niaba ya matawi ya Young African Sports Club Dodoma na kwa niaba ya wanayanga wote wanaoipenda Yanga, nchi nzima tushikamane katika hili kudai haki yetu. Shirikisho la mpira liko chini ya BMT na nyinyi kama wanachama wa Yanga mna haki ya kwenda kulalamika BMT na mkasikilizwa. Labda mna mpango huo kwa ajili ya kupeleka malalamiko ya BMT iweze kuadhibu TFF kwa hiki ambacho kinaendelea? Ngoja nikwambie ndugu yangu mwandishi. Hili swala tunaanza hatua kwa hatua, hatuwezi kwenda. Ndio maana hata klabu yetu ambapo haikuridhishwa na uahirishwaji wa ile mechi, ilitoa barua na ikaipeleka kwenye vyombo husika. Baada ya kutoka hii, sisi tunachokisema hapa, tunamuomba Rais Karia atoke afanyaje? Aombe radhi ndani ya masaa 72. Sawa Hilo ni moja. Kama atashindwa kufanya hivyo, tutachukua hatua zaidi ya hii. Tuna uchungu na hii klabu. Sio lazima hatua ambazo zitachukuliwa ni pamoja na hizo. Ikionekana kwamba kuna uhitaji wa kuchukua hatua hizo, tutafanya. Ikiwezekana hata kwenda mahakamani, tutafanya hivyo. Kwa sababu hili swala sio la mchezo. Tunachokisema, tunasema habari ya vitu ambavyo tunavifanya kwenye klabu. Mwekezaji anaweka pesa nyingi. Sasa hivi klabu yetu wanachama wanalipa ada zao, wanachangia
Leo mtu mmoja anatoka pesa ambazo zimetumika kuandaa hiyo mechi kutokana na wanachama, mtu anatoka tu anatoa majibu ya kejeli na kuzalau viongozi ambao tumewaweka. Hili jambo halikubaliki. Yeye anataka heshima, aanze kujiheshimu yeye. Yanga tukacheze sinema kweli. Ndugu zangu waandishi wa habari, ni wakati wa maswali sasa hivi. Naomba tutumie utaratibu wetu maalum ambao tunasema. Tuulize maswali kiprofessional. Unapouliza swali nyosha mkono, na unapotaka kuuliza swali nyosha mkono, jitambulishe majina yako, chombo chako.